sana, ufalme wako uje. Wana wetu wataisha, njoo utawale. Ufalme wako na uje, Baba twakuomba. Yafanyike duniani kama huko juu. Tumechoshwa na siasa, Baba wacha uje. Wakati ni mwenye haki ndiye atawala. Neno lasema kweli wazi, watu hufanikiwa, ila mtu asiye haki akiwa enzini. Neno lasema wazi kweli, watu huteseka, na hivyo ndivyo kulivyo kwenye nchi yetu. Muumba, ndipo twaitisha utawala wako. Muumba, tunakuomba ufalme wako uje. Tumefinyiliwa sana, ufalme wako uje. Wana wetu wataisha, njoo utawale. Ufalme wako na uje, Baba twakuomba. Yafanyike duniani kama huko juu. Tumechoshwa na siasa, Baba wacha uje. Ufalme wako ukija, dunia yapona. Ufalme wako uje, wauaji wafe, wezi wanyang'anyi, wazinzi, wahubiri wa uongo, ushoga na usagaji ufike kikomo. Ufalme wako na uje kama upendavyo, yafanyike duniani kama huko juu. Muumba, tunakuomba ufalme wako uje. Tumefinyiliwa sana, ufalme wako uje. Wana wetu wataisha, njoo utawale. Ufalme wako na uje, Baba yafanyike duniani kama huko juu. Tumechoshwa na siasa, Baba wacha uje. Sio mzaha Baba, twatamani ufalme wako. Njoo ili utuondolee utawala huu. Ona jinsi watoto wadogo wanatekwa nyara, wavulana kwa wasichana na uwawa. Hata Sodoma na Gomora hakukuwa hivi. Baba, ndipo twakuomba ufalme wako uje. Muumba, tunakuomba ufalme wako uje. Tumefinyiliwa sana, ufalme wako uje. Wana wetu wataisha, njoo utawale. Ufalme wako na uje, Baba twakuomba. Yafanyike duniani kama huko juu. Tumechoshwa na siasa, Baba wacha uje. Ona jinsi manabii wa uongo wameongezeka, wanazurura kote kote wakidanganyana, wakifukuza mapepo kwa nguvu za giza, na wamewadanganya wengi ili wawafuate. Ulevi na umalaya ndio wamejaza, na ndipo tunakuomba ufalme wako. Muumba, tunakuomba ufalme wako uje. Tumefinyiliwa sana, ufalme wako uje. Wana wetu wataisha, njoo utawale. Ufalme wako na uje, Baba twakuomba. Yafanyike duniani kama huko juu. Tumechoshwa na siasa, Baba wacha uje. Muumba, tunakuomba ufalme wako uje. Tumefinyiliwa sana, ufalme wako uje. Wana wetu wataisha, njoo utawale. Ufalme wako na uje, Baba twakuomba. Yafanyike duniani kama huko juu. Tumechoshwa na siasa, Baba wacha uje. Asante. Basi wakaaji wa hii sehemu, na wasalimu na salamu za amani ambayo itokao kwa Yesu. Amani ikae pamoja na kila mmoja ambaye anayesikia sauti, ama shalom Shalom, shalom kwa lugha nyingine ya Kiebrania. Hizo ndizo salamu ambazo Mwokozi alipokuwa akiwatuma
wanafunzi wake kueneza ujumbe katika kitabu ambacho cha Luka 10 mstari wake wa 5. Basi aliweza kuwaambia nyumba yote ambayo watakaoingia na wakaribishwe, basi katika hiyo nyumba na waiache amani. Kitabu cha Luka 10 mstari wake ni wa 5, nasema hivi: na nyumba yote mtakayoingia, semeni kwanza, amani iwemo nyumbani humu. Na nyumba yote mtakayoingia, semeni kwanza, amani iwemo nyumbani humu. Basi hizo ni salamu ambazo pia Mwokozi aliweza kuzishuhudia na aliweza kuziongelelea alipokuwa akiwatuma wanafunzi wake. Hakuna mahali popote ambapo alisema vingine ama akasema mwadhani ya washo ama Bwana asifiwe. Hizo ni salamu za pande nyingine ambazo tunapigana nazo kamili kabisa, kwa sababu haziko katika Biblia. Basi wakati wa hii sehemu ambao ni ya Mwiki, basi nimeweza kurejea tena kwa mara yangu kwa wale ambao maybe tumepatana nao mahali kwingine, basi hao wananijua na wanajua pia habari ambayo ama ujumbe ambao mimi huwa naongea huwa haipendezi mtu yote yule, kwa sababu mimi huingilia ujumbe ambao unaopigana na ujumbe wa kweli ambao ni neno la Mungu na pia ushuhuda wa Yesu ambayo ni sheria ya Mungu na pia ushuhuda wa Yesu. Kwa hivyo si habari ati ni mzuri sana hivyo ati mtu anaweza fikiria ati ya enjoy. Hapana, ili hali inakuwa kama upanga kwa yule ambaye amekaa vibaya, kwa sababu wakati umefika wakati umeisha wa kuambiwa mambo mazuri, utabarikiwa, utainuliwa. Pokea makondena kutoka China. Ndio. Somebody say kacha. Sasa hiyo ni wakati ambao ndio unaendelea, ukifika kikomo unapitwa na wakati na unapitwa na wakati, ndio, kwa sababu saa hizi ndio si habari ya prosperity. Ni vizuri pia ndio kuzungumza habari ya prosperity, ndio, lakini ni vizuri ukaweza kujua, ili ukaweza kuprosper, ndio unapaswa kukaa na muda gani, ndio unapaswa kukaa na njia gani, njia gani. Kwa hivyo sasa hiyo njia ndio ambayo utakayo kuonyesha, ndio, na ambayo tumekuwa tukionyesha watu kadhaa ndio katika ulimwenguni, ndio, hiyo ndiyo ambayo inasikika ni kama matusi. naam, ili hali yote ambaye haipendi ile kweli, ndio, basi yeye usikia ni kama matusi, ndio, ni kama matukano, ndio, ni kama kudhihakiwa, ndio, ni kama kuongea, ni kama porojo, ndio. Lakini haya yote ni kwa yule ambaye ndio asiyependa ukweli. Lazima utasikia hivyo, ndio, lazima utasikia hivyo, lazima. Na usipokubali, ndio, kuenenda na ule mwenendo ambao Mungu alizungumzia na Yesu akashuhudia, ndio, basi kila wakati, ndio, kwa sababu si eti ni sisi peke yetu ndio wanaozungumzia kuhusu sheria. Naam. Mahali popote ambapo utakuwa ukienda, ndio, utakuwa ukipatana na wengine, ndio, wakizungumzia kuhusu sheria, wengine wengi. Na ikiwa utakaa kusikia habari ya sheria, ndio, basi utakuwa unasikia ni kama unaweza chukua jiwe, ndio, uonge huyo mtu, utuchape. Ni kama unaweza chukua kiboko ucharaze huyo mtu, ndio. Lakini sasa wacha nikwambie, naam, sasa Mungu aliwatuma manabii wapole. Mungu aliwatuma wanabii wa kale wapole, ndio,
Mungu aliwatuma manabii wapole. Pole. Basi hao manabii Ndio. wakauawa. Ndio. Sasa saa hizi wale ambao wametumwa Ndio. ni wale ambao ukileta nyokonyoko, Ndio. basi hata ya mwili utakula tu, Za kunyorosha. utanyoroshwa tu vizuri, Ndio. kwa sababu Ndio. hauwezi kosa kutii Mungu Ndio. alafu ufikiria tutakuwa mahali pazuri, Naam. ati uende uibe, Ndio. ati fikirie ati wanaokuona ukiiba Ndio. before wakupeleke kwa polisi ama wakuitanie Ndio. ama wakupeleke mbele, Ndio. ati fikiria tutakuwa sawa sawa. La hasha. Kwanza utatengenezwa, Kwanza utatengenezwa vizuri. alafu sasa upeanwe, Ndio. serikali nayo ichukue jukumu. Ndio. Kwa hivyo ni wakati ambao Ndio. ukweli ambao uliofichwa makanisani, Ndio. ukweli ambao uliofichwa misikitini Misikitini. ikaweza kufumbuliwa. Ndio. Haijalishi utasikia ni kama unachomwa, Ndio. utasikia ni kama matukano, Ndio. utasikia ni kama nini. Wewe ikiwa Ndio. haupendi ukweli, Haupendi ukweli. basi ni vizuri kabisa Ndio. ukaweze kuondoka karibu na hiyo sauti, Ndio. kwa sababu Ndio. utasikia ni kama matukano, Kama matukano. utasikia ni kama mforojo, Ndio. utasikia ni kama nini, Machukizo. ni kama machukizo. Ndio. Lakini haya yote Ndio. kwa yule ambaye anayepinga ukweli Ndio. ambao tutaenda kuifunua jinsi ambavyo ilivyo Ndio. katika hii kitabu ambacho tunachokiita Biblia. Ndio. Katika hiyo kweli ambayo tutakayoifunua, Ndio. basi utakuwa mahali pabaya. Ndio. Ni heri ondoke, Ndio. tubaki na yule ambaye apendaye ukweli. Ndio. Unajua, kwanza rafiki yangu, unajua si watu wote ati wanapendaga ukweli. Si wote. Seme kuna mtu fulani amekuibia simu, Ndio. alafu mwenzako mwingine akuja kuambia, unajua mwenzako alikuibia, rafiki yako alikuibia simu. Ndio. Hata wewe utaamini, Hautaamini. alafu wewe ujue hiyo habari ya ukweli, Ndio. uende umwambie, unajua ni mwizi, Ndio. uliniibia simu. Umwite mwizi. Umuite kwanza mwizi. Ndio. Wewe unafikiria hapo kuna furaha kweli? Kuna furaha. Hapo hata magumi hapo itatokea tu. Hapo hata ya mwili utakula vizuri. Hapo utakarangwa vizuri. Ndio. Hapo utakarangwa vizuri. Kwa hivyo Ndio. anayechukiwa Ndio. si yule ambaye Ndio. anayeona shida ama Ndio. anayeona uongo ukiendelea alafu ananyamaza. Ehe. Anayechukiwa Ndio. ni yule ambaye anayeona uongo ukiendelea Naam. alafu anaongea. Ndio. Sasa huyo anakuanga enemy, Ndio. huyo ni adui. Huyo ni adui. Na Kikuyu inasemangaje? Yuga ati na Gikuyu ni rũthiomi rwa Gikuyu yuga ati ndũthũramũmĩoni Ndio. ta mũmĩanĩrĩri, Ndio. ndĩthũraga mũndũ ũrĩa wamĩona, no ĩthũrĩte mũndũ ũrĩa wamĩanĩrĩra. Wamĩona Ndora miaria. ndanakira Niguo. acoka amĩanĩrĩra, Niguo. ũcio nĩkĩ athũragwo. Ndio. No mũndũ ũrĩa ona gũkĩtana Ndio. arabu akira Akira ki. ki, Ndio. ũcio akorwo endetwo mũno nĩ andũ, Ndio. ũcio akorwo endetwo mũno nĩ andũ. Naam. Kwa hivyo ni kusema hivi, Ndio. habari ya kweli inapozungumzwa mahali popote pale, Ndio. isipokuwa ukuwe Mungu amekujalisha Ndio. ukaweza kusikiliza, Ndio. ukuwe ni mteule ukaweza kusikiliza hii habari, Naam. na ujue ya kwamba Ndio. hakuna yeyote ambaye atakaye lala kaburini Ndio. awe hata kuwa amesikia hii Injili, Naam. awe hata kuwa kwa sababu katika Revelation inasema ya kwamba Ndio. kila jicho Kila jicho. itamwona nani? Itamwona Yesu. Ndio. Kila jicho. Ndio. Hiyo ni kuonyesha ya kwamba kila mtu, Ndio. kwa sababu hiyo ni ufunuo. Kila mtu atamuona ama atasikia Ndio. hii neno. Hili neno. Na sasa
Uko hapo unasema ya kwamba Ndio. mimi sipendi hayo. Ndio. Kwa hivyo nikaweza kukutayarisha mapema. Ndio. Ikiwa haupendi ukweli, Kama upendi ni ukweli. vizuri ukaweza kuondoka mahali ambapo ulipo, Ndio. uende mbali sana na hii sauti, Ndio. kwa sababu utakuwa ni kama unasikia ni kama matusi, Ndio. ni kama forojo, Ndio. ni kama nini. Ndio. Ni vizuri sana ukaweza kuondoka Vizuri. mbele ya hiyo sauti. Ndio. Ubaki ni yule ambaye Ndio. apendaye kuambia ukweli Ndio. na apendaye kufahamu ukweli Ukweli kama ulivyo. na apendaye kufahamu ukweli. Ndio. Kwa hivyo si ati ni sadaka tumeendea katika sehemu hii, Hatutaki sadaka. hatuhitaji sadaka. Kwa hivyo ukiona mtu yeyote ambaye Ndio. akitembea na kikapu Ndio. ati akikwambia ati tuko pamoja na wale, Ndio. simama na kazi ya Mungu, Ndio. huyo ni vizuri mfanye jinsi ambavyo Ndio. mkipata wakora mnawafanyia katika hii sehemu. Umshike, umcharaze vizuri. Mtengeneze vizuri, Ndio. ni vizuri atengeneze vizuri, Ndio. apatiwe adabu yake ambayo inayomfaa, Apatiwe adhabu yake. kwa sababu hatuhitaji chochote kile Ndio. kutoka kwako. Ndio. Kile ambacho tunachokihitaji Ndio. ni sikio lako, Sikio lako. na si ati uling'oe tuone nalo. Ndio. Hapana, Naam. ni sikio lako utusikize, Ndio. utusikilize, Ndio. alafu mwishowe tutakuacha na sikio lako. Naam. Kitu cha pili, Ndio. Naam. ni mdomo yako, Mdomo yako. na si ati ung'oe mdomo Ndio. twende nayo. Tutaki Hapana, mdomo. ni mdomo yako. Ndio. Ijapokuwa utakuwa na swali, Ndio. basi utaweza kutuuliza, Ndio. Kaza kwa sababu sisi sio wahubiri, Ndio. sisi ndio wahubiri, ni wajumbe Ndio. katika kueneza ujumbe ambao uliokanyangaliwa chini Ndio. na ufalme wa giza Ufalme wa giza. ambao umekuwa ukitawala, Ndio. imekuwa ikitawala kwa miaka. Ndio. Basi na kwa sababu Ndio. sisi ndio ambao, hebu nisaidie, Ndio. hebu nisomee Yeremia 1 mstari wake wa 9. Yeremia 1 mstari wa 9. Sisi ni wajumbe tu Ndio. katika kuwasilisha ukweli Ndio. jinsi ambavyo ulivyo. Jinsi ambavyo Sisi ni wajumbe tu Ndio. katika kuzungumzia ukweli ambao umeweza kufichwa, Ndio. ili wewe mshirika wa kanisa fulani Ndio. usiweze kujua. Wewe uko tunaenda tu pale, unatoa sadaka, Ndio. unaimba nyimbo 2 3, unasomewa kitabu kimoja 2, Naam. alafu mnatoka mnaenda nyumbani. Ndio. Alafu hiyo wiki unasikia ya kwamba Ndio. Friday kuna meeting, Ndio. tunaanzia na Monday kuna meeting ya wanayuthi. Ndio. Haya, Wednesday Ndio. sijui ama kuna pia meeting Na fellowship ya wamama. Ndio. Thursday hivyo wiki mzima Ndio. hautawahi enda kazi. Hautaienda kazi. Sasa hiyo ndio jambo ambalo Ndio. tumekuja kuliongea kama jinsi ambavyo ilivyo, Naam. kama jinsi ambavyo ilivyo, Ndio. liwe liwalo, Liwe liwalo. hatuwezi nyamaza, Ndio. kwa sababu hata mitume Ndio. waliuawa kwa sababu Ndio. ya kuongea yaliyo kweli, Ya kuongea yaliyo kweli. ya kuongea ukweli. Kuongea ukweli. Kwa hivyo hata sisi tumejitolea Ndio. mwanga Ndio. yote ambalo tutakalotuelekea, Naam. sisi tuko tayari. Tuko tayari. Kwa hivyo na usije ukafikiria Ndio. ati utakuja hapa kututisha. Ndio. Jua ya kwamba Ndio. mamlaka ambayo Mungu alipatiana, Naam. hakuna yeyote ambaye awezaye kuitingisha hapa duniani. Ndio. Kwa hivyo kwanza kabisa, Ndio. hiyo ni kwa yule ambaye, Ndio. wale ambao ni wa mafikira kidogo kidogo tu. Naam. Jua ukituchezea pia sisi tunaweza kuchangamkia. Tutakupiga sana. Kwa Tutakuchanganya. hivyo usije ukacheza na sisi utuone ati hivi tu. Ndio. Tunaweza kuchangamkia vilivyo, kwa sababu sioni ya kwamba Naam.
ati unapoambia mtu aache kuiba, Ndio. alafu usikie mtu ambaye ako hapo amelalamika. Ndio. Hebu jiulize, mbona amelalamika? Mbona? Si ni kuonyesha ya kwamba yeye ni mwizi? Ndio. Unapoambia kaaba aache ukaaba, Naam. alafu usikie mtu hapo vichochoroni Ndio. akilalamika ati wale watu wameingia tena. Ndio. Wale watu unajua, wale watu nilisikia mahali pengine tulipokuwa tukipatiana neno, tukaambiwa ati sisi Ndio. wale watu ambao wanaopiga mapasta wameingia. Ni kweli kabisa, kwa sababu hao ndio sisi hatuko na maana sana Ndio. na watu innocent ambao ni washirika. Ndio. Sisi tuko na haja sana na hiyo injili ambayo Ndio. sana sana ni hiyo injili ambayo Ndio. inayohubiriwa huko kanisani, Injili potoshi inayopotoa inafunza kinyume ndio cha sheria ya Mungu. sheria ya Kwa hivyo kwanza kabisa, hebu nisomee hiyo mstari ndio ili tukaweze kuingia katika mada kidogo, alafu ndio kwa dakika chache tu naam. Kitabu ni cha Yeremia 1 mstari wake wa 9 tukaweze kuambia Ndio. nini ambacho tumekuja kufanya hapa. Yeremia 1 mstari wa 9 Inasemaje? inasema hivi: ndipo Mungu akanyosha mkono wake, Ndipo Mungu akaonyesha mkono wake, akaniguza kichwa changu. akaniguza kichwa changu. Endelea. Mungu akaniambia, Mungu akaniambia, tazama, tazama, nimetia maneno yangu kinywani mwako. nimetia maneno yangu kinywani mwako. Angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme. Angalia, nimekuweka juu ya mataifa na juu ya falme. Ndio. Ili kung'oa na kubomoa na kuharibu. Kwanza kabisa, ili kung'oa na kubomoa na kuharibu, na kubomoa na kuharibu, na kuangamiza, ili kujenga na kupanda. ili kujenga na kupanda. Ndio. Kwa hivyo kwanza kabisa Ndio. tutaanza na kung'oa. Ndio. Na tung'oe mpapai? Hapana. Naam. Tunang'oa injili ambayo Ndio. ni kinyume cha Mungu, ni kinyume cha injili ambayo Ndio. ni sahihi Ndio. ya Mungu. Ndio. Hiyo ndio injili ambayo tutakayokuwa tuking'oa. Ndio. Endelea. Mstari wa 11. Tena neno la Mungu, rudia hapo mstari wake wa 10. mstari wa 10. Angalia, nimekuwekea leo juu ya mataifa na juu ya wafalme, ili kung'oa na kubomoa. Ili kung'oa. Jambo la kwanza ni kung'oa. Ndio. Ujumbe ambao ni kinyume Naam. na injili ya Yesu, Ndio. ambaye ni mwana kondoo, Ndio. na injili ambayo ni kinyume Ndio. cha sheria ya Mungu. Ndio. Hiyo kwanza ni injili ambayo tutakayokuwa tukiing'oa. Na kubomoa Na kubomoa na kuharibu na kuharibu na kuangamiza, na kuangamiza, ili kujenga na kupanda. ili kujenga na kupanda. Ndio. Hivyo hivyo tu Ndio. ni vile ambavyo unavyo tengeneza nyumba, Ndio. alafu ikae miaka ianzie kuzeeka. Ndio. Kwanza kabisa utaharibu hiyo nyumba, utaiondoa mahali pale, Ndio. alafu upatengeneza vizuri, upaweke in level, Ndio. upaweke in level, Ndio. alafu mwishowe Naam. hawa mafundi tu Ndio. walipe pesa, Ndio. waanzie kazi nyingine Ndio. ya kusimamisha msingi mwema Naam. ya kutengeneza hiyo nyumba. Ndio. Kwa hivyo mwishowe Ndio. hatutaacha hivyo, mwishowe tutajenga, alafu tutafanya nini? Tutajenga alafu tutapanda, alafu tujenge. Ndio. Tutapanda ujumbe ambao ni wa kweli, Wa kweli. nao ujumbe ambao Ndio. ni kinyume, Ndio. basi hiyo ujumbe itakuwa ni ya kuharibiwa, kama jinsi ambavyo Ndio. haujawahi sikia na haujawahi ona. Ndio. Kwa hivyo hapa ni Mungu akasema, Ndio. naye Yesu akashuhudia. Mungu akasema, Yesu akashuhudia. Mungu akasema, naye Yesu akashuhudia. Ndio. Kwa hivyo aliyoongea Mungu Ndio.
ni gani? Aliyoongea Mungu ni gani? Ndio. Tukisoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati ile mstari wake wa 13. Ndio. Mungu mwenyewe anazungumzia kuhusu akazungumzia kuhusu amri 10. Ndio. Amri 10 akaziandika juu ya mbao mbili za mawe. Ndio. Jambo la pili, akaagiza mjumbe wake Musa. Ndio. Akaweza kufunza maagizo. Ndio. Na hukumu. Naam. Hiyo ndiyo neno ambalo Mungu aliyozungumzia. Kwa hivyo kinyume na hiyo Injili, basi itakuwa ni ya kuinukia kama jinsi ambavyo hujaiona. Ndio. Kinyume cha sheria ambayo ni hizo amri 10. Ndio. Maagizo. Ndio. Na pia hukumu. Umefika hapo? Na pia hukumu. Ndio andiko. Basi Kumbukumbu la Torati ile mstari wake wa 13 itakuwa ni ya kuingiliwa kama jinsi ambavyo hujaiona, kwa sababu neno la Mungu ndio halijai badilika. Naam. Neno la Mungu Ndio halijai badilika. Ndio. Hebu hatuna haraka. Hebu fungua kitabu ambacho ni cha Methali. Kama umefika hapo kwanza? Sawa, kwanza soma hapo. Kitabu ni cha Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati 4 mstari wa 13. Ongeza sauti kidogo. Ndio. Na inasemaje? Akawahubiri agano lake. Mungu mwenyewe, ni Mungu mwenyewe, si Musa. Ndio. Hiyo ni uongo wa pastors. Ndio. Mungu mwenyewe akahubiri kuhusu agano lake. Ndio. Aliloamuru kulitenda. Aliloamuru kulitenda. Yaani zile amri 10. Zile amri 10. Akaziandika juu ya mbao mbili za mawe. Mungu mwenyewe akaziandika juu ya mbao mbili za mawe. Ndio. Mungu akaniamuru wakati ule. Sasa Musa anaingilia hapo. Ndio. Mungu akaamuru mjumbe wake Musa wakati ule. Ndio. Niwafundishe nini? Niwafundishe maagizo na hukumu na hukumu. Niwafundishe maagizo na hukumu. Kwa hivyo anayesema ati amri zilikuwa za Musa ama maagizo na hukumu hizo ni za Musa, ndio huyo ni mwongo. Ndio. Musa sheria haikuwa yake. Ndio. Sheria alifanya kupewa na Mungu. Ndio. Musa ni messenger ama custodian. Ndio. Kwa hivyo yule ambaye anayesema hiyo ni sheria ambaye imepitwa na wakati. Ndio. Sasa wewe ndio umepitwa na wakati. Ndio. Kwa hivyo hakuna chochote ambacho Mungu aliongea. Hebu nisomee katika Zaburi. Ndio. Na hakuna agano jipya ambalo tumekuja kulizungumzia. Hizo sheria ambazo ziliweza kuhubiriwa makanisani ati ziliisha huko kwa dini, ndio zikaweza kuhubiriwa, ndio ati ziliisha. Ndio. Acha nikwambie, ndio ndugu yangu, dada yangu, hebu nisomee. Ndio. Kabla ya kufika hapa, umefika Zaburi. Umefika hapo Zaburi 89 mstari wake wa 34. Soma kwanza hapo ikiwa umefika. Kwa hivyo ndio hiyo agano ama hizo sheria ndio hazikubadilika hata kidogo. Naam. Hazikubadilika hata kidogo. Inasemaje? Kitabu ni cha Zaburi 89 mstari wake wa 34. Ndio. Inasemaje? Mimi sitahalifu agano langu. Mungu mwenyewe anasema ya kwamba hata lihalifu agano langu. Ikiwa alikuwa amesema usiibe, ndio ni hivyo hivyo tu. Hata sasa haupaswi kuiba. Hakuja kabadilisha hiyo agano. Hata sasa akasema sasa unaweza iba. Sitalibadili neno lililotoka midomoni mwangu. Anasema ya kwamba hata libadili neno lililotoka midomoni mwake. Ndio. Ikiwa alikuwa amesema usikule nguruwe, ndio hakurudi akasema ati ya kwamba ati najua niligundua ya kwamba ati nguruwe ni tamu sana. Ndio. Kwanza nasikianga kwa health care, kwa madaktari jinsi ambavyo wanavyosema. Ndio. Ati unaona nguruwe? Nguruwe akiwa healthy. Ndio. Akiwa healthy. Ndio. Ati yako na magonjwa 1000. Ni ukweli. Nguruwe akiwa healthy. Ndio. Ati yako na magonjwa 1000. Ndio. Na je akigonjeka? Napungua.
Sasa hiyo nguruwe. Ndio. Sasa hiyo nguruwe ni ati mgonjwa. Ndio. Na akanaye magonjwa. Naam. Ati 1000 na je akigojeka. Kwa hivyo ikiwa Mungu alikuwa amesema usikule nguruwe, Ndio. hata leo hakusema, hakurudi akasema tena. Ndio. Ati akarahisisha, Hakusema. ati akasema alikuwa anajua ati nguruwe ni tamu. Ndio. Alikuwa anajua ati hiyo nguruwe ni tamu. Ndio. Kwa hivyo hakuwa anakataza watu wa kula akijua ati ni chungu. Hapana. Ndio. Kwa hivyo hakuibadilisha. Hiyo agano bado iko. Hilo Ehe. liko. Teremka. Ndio. Mstari wa 35. Neno moja nimeliapa kwa utakatifu wangu. 34, rudia hapa tu. Mimi sitalialifu agano langu. Kwa hivyo Mungu anasema ya kwamba yeye hata lialifu agano lake, Sitalibadili neno lililotoka midomoni mwangu. hata libadili neno lililotoka midomoni mwake. Ndio. Ehe. Niendelee. Ehe. Neno moja nimeliapa kwa utakatifu wangu. Neno moja ameliapa kwa utakatifu wake. Ndio. Kwa hivyo ikiwa Mungu alikuwa amezungumzia kuhusu sheria yake, Ndio. hakurudi ati akaitengeneza vizuri ati sasa hata unaweza iba bila ya kuuliza, usiende uibe uone. Hakubadilisha. Hakubadilisha, Ndio. usiibe uone. Ndio. Kwanza utatengeneza vizuri alafu itaniwe. Hapo utajua ujui. Utajua ujui. Ndio. Kwa maana amri ya kwanza Ndio. hadi ya 4 Naam. hakuna koti ambayo unaweza pelekwa hapo, Ndio. lakini kuanzia amri ya 5 Ndio. hadi ya 10 Ndio. sasa hapo ni mtu na mtu. Mtu na mtu. Kwa hivyo hata huyo Ndio. huyo jaji Ndio. hata ni mwanadamu, Naam. ni mtu na mtu. Ndio. Kwenda uibe mali ya wenyewe. Ndio. Unyoroshwe hapo. Hiyo kwa sababu ni mali ya wenyewe, Ndio. hiyo lazima utatengeneza vizuri kabisa. Ndio. Lakini saa hizi Ndio. amri ya kwanza ikasema ya kwamba usiwe na miungu mingine ila mimi. Ndio. Kwa hivyo hata askari akupata tukiomba hapa, ukinamia kuku Ndio. hawezi kuuliza. Hawezi kuuliza. Hata kupeleka kotini hawezi ulizwa. La hasha. Kuna free to worship, si ndio? Ndio. Hata uende wapi, Ndio. hakuna yote ambaye atakaye kuuliza. Hautauliza. Amri ya pili. Ndio. Amri ya pili inaenda Kutoka 20 mstari wake wa 3. Zaburi. Kutoka 20. Ndio. Twende polepole. Naam. Amri ya 3, usilitaje jina la Mungu bure. Kwa hivyo hata utaje jina la Mungu bure, na si ati kutaja bure ni kusema ati ukioa kidogo tu na kajiwe unasema kai. Hapana, si hivyo. Hiyo si kutaja bure. Kutaja bure ni kuyasi sheria, ni kusema ya kwamba sheria iliisha, ati hatuko chini ya sheria, tuko chini ya neema. Tuturage niwe wa Ngai, tutitũragio nĩ watho gũtirĩ mũndũ angĩhota kũũhingia. Ndio. Ena muoyo na thakame nĩ tũgũkau, Ndio. nĩ tũgũkũria kĩũria gĩkĩ, ngwĩciria nĩ ũkorwo na nja. Ndio. Nĩende tũgwĩkĩre ndithũrũ nĩgetha ũhote kũhingia watho. Ndio. No ũtĩe aciari aku. Unaweza waheshimu baba yako na mama yako Ndio. ukiwa na mwili na damu. Ndio. Ikiwa unaweza kuwaheshimu baba yako na mama yako Ndio. ukiwa na mwili na damu, Naam. si ni hivyo hivyo tu? Ndio. Alafu anasema ati sheria ya Mungu ni nzito. Hakuna shortcut. Nani alikwambia hivyo? Kwanza huyu ambaye Ndio. anayesema amri ya Mungu ni nzito, Ndio. huyu amepotea kabisa. Ndio. Amepotea kabisa. Kwa sababu Yohana wa kwanza Ndio. 5 mstari wake wa 3 Ndio. na 4 inasema ya kwamba amri yake si nzito. Ndio. Na katika hili tunajua ya kwamba tumemjua Ndio. ikiwa tunashika amri zake. Kushika amri zake. Yote anasema anamjua Ndio.
na ushike amri zake, ndio, huyo ni mwongo, ndio, na kweli imani yake. ndio, Huyo ni waraka wa kwanza wa Yohana 2 mstari wake wa 3 na 4. ndio, Ukienda waraka wa kwanza 5 mstari wake wa 3, ndio. sijui hapo utafika hapo. Kwa Zaburi niko kutoka saa hizi. Uko kutoka? Ndio. Sawa sawa. Before tufike hapo, hebu soma amri ya pili. Kitabu Hapo Kutoka 20. 20. Kutoka 20 mstari wake wa 3 wa 4. wa 4. Tunayo Biblia hapa. Acha tuitumie jinsi Kitabu ni ambavyo tunavyofanya. Kutoka 20 mstari wa 4. Ehe. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Hiyo ni amri ya pili, usijifanyie sanamu ya kuchonga. Ndio. Ehe. Wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni. Hiyo ni amri. Ndio. Ni ya Mungu, Ndio. si ya shosho ya mtu, Si ya ukaya mtu. si ya Guka, si Guka aliandika hapo, Ndio. na si Musa. Si mama ya mtu. Huyo ni Mungu. Ndio. Usijifanyie sanamu ya kuchonga Ndio. wala mfano wa kitu chochote. Kilicho mbinguni. Unajua, wanasikia ni kama tunaongea vibaya. Iko hivyo. Hebu soma Ndio. kitabu, hebu anzia hapo mwanzo, hapo mstari wake wa kwanza, mstari wake wa kwanza. Hiyo Kutoka 20 mstari wake wa kwanza. Ndio. Mungu akanena maneno haya yote akasema, Huyo nani? Mungu. Kwa hivyo si shosho ya mtu, Si ukaya mtu. si Guka ya mtu, Ndio. Si mama ya mtu. na si mama ya mtu. Ndio. Kwa hiyo mtu akikuja akikwambia ati hiyo sheria eti ilikuwa ya Musa, Ndio. unamwambia hiyo sheria Ndio. ni ya Mungu. Mungu akanena mwenyewe. Ni Mungu aliongea mwenyewe. Ndio. Kwa hivyo Naam. yote ambaye Ndio. anayeenda kinyume Ndio. cha sheria ya Mungu Ndio. na ushuhuda wa Yesu, Naam. kwa hivyo bila shaka kwake Ndio. hapana asubuhi. Hapana asubuhi. Kitabu cha Isaya 8 mstari wake, Isaia 8 Ndio. mstari wake wa 20, naenda kwa sheria na ushuhuda, Ndio. ikiwa asemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwa hao hapana asubuhi. Ndio. Bila shaka kwa hao Ndio. hapana asubuhi. Naam. Kwa hivyo yeyote ambaye anayeongea kinyume Ndio. na jinsi ambavyo Mungu ameongea Ndio. na jinsi ambavyo Yesu ameshuhudia, Ndio. basi bila shaka kwake hapana asubuhi. Naam. Kwa hivyo Ndio. ndio maana tukaweka wimbo Ndio. ambayo ikasema ya kwamba ufalme wa Mungu uje Ndio. katika ombi. Unaweza jiuliza, Ndio. mbona waishi kuomba? Mbona umeishi kuomba Ndio. na maombi yako haisikiki? Maombi yako haisikiki. Mbona umeishi kuomba Ndio. na maombi yako haishikiki? Maombi Hebu yako tufungulie haishiki. polepole tu kitabu cha Methali Ndio. 28 mstari wake wa 9. Mbona umeishi kuomba, biashara yako ikuwe sawasawa, mambo yako ikuwe sawasawa, Ndio. lakini unaona ni kama Mungu Ndio. asikiangi maombi yako. Naam. Hata ukienda kuombewa Ndio. utafikia umesaidika, lakini 1 week 2 weeks hiyo mashida inarudi tena. Kwani Ndio. tuomba na njia gani? Tuomba na njia gani? Ndio. Ni wapi ambapo pako na kasoro? Ndio. Kwa sababu Naam. tunalia tukitaka kiongozi mwema Ndio. aliye kitindi saa hizi Ndio. akaweze kuondoka, tupate mwingine. Ndio. Hizo ni vilio za Wakenya, Ndio. lakini unajua hicho akiwezi badilisha Akiwezi. jambo lolote. Ndio. Atoke ama pakuwe mwingine, Ndio. uchumi bado itaendelea kuwa vile vile. Vile. Ukifikiria ati mambo itabadilika, Ndio. itaendelea, hata inaweza kuwa tafu zaidi. Ndio. Kwa hivyo cha maana Ndio. ni tuombe ufalme wa Mungu uje hapa duniani, Ndio. kwa sababu ufalme wa Mungu, kila mtu akishika sheria, Ndio. hakuna yeyote ambaye atakaye kuja kuambia
atijononishe ndio, na Mungu hakuna, atoiguithani na Ngai Ndio. gutiri na mundu nomwe Hakuna. kuonania ahunjia magakorwo makiruta mawĩra mangĩ niguo, magakorwo makiruta mawĩra mangĩ. Kwa hivyo daktari yako hapo kazini ndio, kwa sababu ya uasi wa sheria, ndio, kwa sababu ya uasi wa sheria, ndio. Mungu akasema ya kwamba Mungu akasema ya kwamba usikule vyakula ndio, ambavyo ni najisi, ndio, na wewe ukajituma ukasema ya kwamba si hata kuna pia kamstari kanasemanga ati vyakula vyote viliisha. Wanasoma Timotheo wa kwanza 4 mstari wake wa 4. ndio, Na sasa hiyo ni injili ingine ambayo inayopigana na sheria ya Mungu, ni injili ilikuja kupoteza watu, ya Antichrist ndio, ambayo iliyohubiriwa na Paulo. Tunajua hiyo maandiko, ndio, usifikiria tutujui, tunajua vizuri sana, hata Galatia 3:10 ndio, ikasema ya kwamba yeyote ambaye aliyo chini ya sheria ndio, huyo amelaaniwa, amelaaniwa, amelaaniwa. ndio, Kwa hivyo hata hayo maandiko tunayafahamu, hata Roma. tunayafahamu, Sasa hiyo injili Ndio. ukienda katika kitabu cha Galatia 2 mstari wake wa 7, ndio, hiyo injili ilikuwa kwa wasiotahiriwa. ndio, Sasa jambo la kwanza before usome hapo, Mhm. kwanza jiulize, hii injili ni ya kina nani? ndio, Kweli mimi nimetahiriwa kwanza, na si ati kiroho basi ni maheni mwili, mahujia, ndio, si ati kiroho, ndio, ni nyama ya magomvi yako, ndio, ni nyama ya magomvi yako. naam, Katika kitabu cha Genesis, hiyo ilikuwa agano ndio, ambayo Musa alikuwa ambayo Ibrahimu alikuwa amepewa, ati mtoto atakuwa akitahiriwa ndio, kwa muda wa siku 8. ndio, Unajua sasa, kwa sana hata kwa Kikuyu wanagojanga ati mtoto akimaliza class 8, miaka 8, akimaliza class 8 ati anapelekwa sasa. ndio, Sasa hiyo ni uongo. Alafu akamba na vile ambavyo wanafanyanga, ndio, hiyo pia ni uongo, class 4, kwa sababu Mungu ameagiza ndio, mtoto atakuwa akitahiriwa na miezi na siku ngapi? siku 8, Siku 8. Ni nyama ya magomvi. ndio, Kwa hivyo na yule ambaye anayetahiriwa, ndio, yule ambaye anayetahiriwa naam, si mwanamke, hiyo ni injili potovu. ndio, Ni mwanamume, mwanaume, ni mwanamume. ndio, Kwa hivyo hiyo injili ambayo unayofikiria, ndio, hata ndio maana unaona tumevalia hivyo, ndio, kwa sababu hiyo injili yafunza ndio, kinyume na sheria ya Mungu, Ndio. kama jinsi ambavyo, ndio maana saizi ndio, nikasema ya kwamba daktari yako hapo kwa sababu watu wameiasi sheria. ndio, Sasa Mungu akasema vyakula ambavyo ama nyama ambazo Ndio. napaswa kuvila ndio, najisi na zisio najisi, ndio, akakuwekea na wewe kwa sababu ya mushene yako mwahe yako, ya mwahi ndio, ya titi titi mingi, ya perepere zako, ndio, ukafikiria ya kwamba Ndio. ukaona ya kwamba nguruwe ni tamu. itamu, Ujua hata Mungu alijua ni tamu. ndio, Sasa unakula nguruwe alafu unaenda tumbo inaanza kuguruma, ndio, si utaenda tu osi? Kwani unaweza enda wapi pengine? naenda hositu, Utaenda osi tu, naam, kwa sababu ya uasi wa, ndio, utaenda ununue chemistry, dawa Ndio. ya tumbo, ndio, kwa sababu ya uasi wa sheria. ndio, Umeenda kuasi sheria, ukavunja agano ya Mungu. kavuja agano la Mungu, Kwa hivyo daktari wataachishwa hiyo kazi, Ndio. wapatiwe kazi nyingine, ndio, wapatiwe kazi nyingine, ndio, kwa sababu kila mtu ndio, akisha rudia kwa sheria, ndio, hakuna yote ambaye atakayegojeka, ndio, magonjwa yataisha. ndio, ataisha, Hata askari ndio, ako kazi, ndio, kwa sababu saizi hata wezi bado wako, bado wako, bado wako. ndio,
ako kazi. Unaona hata hii mulika mwizi imefanya serikali ndio ingaramike pesa mingi sana, mabilioni ya pesa. Hii mulika mwizi ikawekwa Ndio. na hebu jiulize, Ndio. mbona ikaitwa mulika mwizi? Ndio. Mbona haingeitwa mulikia mtu njia aone Apite? Ndio. ama mulikia mtu kazi yake? Ndio. Ni kuonyesha ya kwamba Naam. katika hii eneo Ndio. kuna wezi. Kwa maana askari yako hapo. Ndio. Hii mulika mwizi iko hapo. Iko hapa Juu ya security. Ndio. Kwa sababu ya sheria ya Mungu Ndio. kuasiwa. Ndio. Kwa hivyo hata hiyo kazi Ndio. itaisha. Naam. Hiyo kazi ya askari itaisha. Apate kazi nyingine. Ndio. Apate kazi nyingine. Naam. Kwa hivyo ikiwa wezi hatakuwa, Ndio. hebu piga hesabu ulimwenguni mzima, huwa hakuna mtu ambaye anayeiba. Ndio. Utashika nani? Hakuna. Askari atakuweko, CDF atakuweko, mzee kijiji atakuweko, atakuwa. Sasa hao ndio hawatakuweko, lakini hapa saa hizi ndio wako, kwa sababu watu wanaasi, bado wanaendelea kuasi. Ndio. Kwa hivyo ndio hizo makazi ambazo ni kinyume ndio cha sheria ya Mungu zitaisha. Ndio. Kazi nyingine iko wako. Ndio. Kwanza kabisa ndio unaposhika mwizi, ndio kwanza usimpige. Unaona, sasa mimi ningeulizwa, ndio ningesema huyo mwizi kwanza asipigwe, ndio kwanza patafutwe ule pasa ako area, ndio unasemanga sheria ya Mungu iliisha. Kwanza huyo anyooshe vizuri kabisa, apigwe vizuri, kwa sababu huyo ndio ambaye alifunza watu ndio kuwa sheria ya Mungu iliisha. Ndio. Hatuko chini ya sheria, tuko chini ya neema. Ndio maana mwizi yako. Ndio. Ndio maana hii mulika mwizi iko. Ndio maana askari yako, kwa sababu ya uasi ya watu kuasi sheria. Ndio. Kwa sababu ya watu kuasi sheria. Ndio. Kwa hivyo kwa yote watu wote wakirejelea Mungu, ndio mambo ambayo yamekuwa yakienda kinyume ndio na matarajio yako, ndio basi yatakuwa sawa. Watu wote wakirudia sheria. Ndio. Hebu nisomea katika kitabu cha Methali. Nilikuwa nimepatia kitabu Methali 28 mstari wake wa 9. Sijui kama ulikuwa umefika hapo. Nilikuwa nagojea ufike mstari wa 9. Methali 28 mstari wake wa 9. Ndio. Sasa huu ndio ujumbe ambao hauwezi ambiwa na hautawahi ambiwa. Ndio. Makanisani. Ndio. Hauwezi ambiwa na hautawahi ambiwa. Hebu soma inasemaje? Maandiko inasema hivi. Yeye aligeuzae sikio lake asisikie sheria. Hata sala yake ni chukizo. Ndio. Yeye aligeuzae sikio lake. Ndio. Asisikie sheria. Ati yeye anasemanga ya kwamba ati hao ni watu ambao ni wa sheria tu. Sheria tupu. Ndio. Sheria na ushuhuda. Ndio. Matio kana kuna wega wake nitoi. Wega wake ndwakinyerio itharia. Ndio. Ndwakinyerio muragani. Ndwakinyerio mwizi. Hebu nisaidia kitabu cha Kutoka 20. Ndio. Kutoka 20 mstari wake wa 8. Tusikie hiyo neema ambayo ama rehema ndio ambazo itazungumziwa ni gani? Ndio. Hizo rehema kana wegoti wa Ngai. Ndio. Da icio cia Ngai cirakinyiririo au citirakinyiririo mundu ucio ati arauga watho wathirire. Aca, ati ucio arauga ati andu acio ni ara moka kwa no ahunjia niguo. Ndio. Na nginya hĩndĩ ĩrĩa andũ othe makaigua ũhoro. Ndio. No tũkoretwo hivi. Ndio. No twatũra muoyo ũthamaki twaũgaĩra gũkũ thĩ tutirakua. Arĩa marakua ni arehia acio nĩo mekũhutio. Tondũ ũthamaki wa Ngai ũgũkorwo wĩ hau guothe. Ndio. Hau nĩho tũkĩte na nĩtũkũharia. Ndio. Hebu nisomee hicho kitabu.
Kutoka 20. Kutoka 20 mstari wake wa 8. Tusikie. Rehema kana cia Ngai. Ndio. Hii neema inafikishiwa akina nani? Je, ni hao ambao wanaoiasi sheria? Ndio. Ni hao ambao wanaosema hatuko chini ya sheria, tuko chini ya neema? Ndio. Inafikiwa akina nani? Naam. Inasemaje? Kitabu cha 20 kutoka 20 mstari wa 8. Ikumbuke siku ya Sabato. Kutoka 20 mstari mstari wa 6. Ndio. Mstari wa 6, samahani. Mstari kutoka 20 mstari wa 6. Nami nitawarehemu maelfu sikia wanipendao. Mungu anasema nami nitawarehemu maelfu wanipendao. Ndio. Na kuzishika amri zangu. Na kuzishika amri zangu. Ndio. Kwa hivyo rehema za Mungu ndio hazifikii mwizi. Ndio. Rehema za Mungu ndio hazifikii malaya, kahaba. Ndio. Rehema za Mungu ndio hazimfikii anayesema ati sheria ya Mungu iliisha. Ndio. Ati hatuwezi ishika sheria. Ndio. Tukiwe na mwili na damu. Ndio. Tukuweke diesel. Tukuweke mafuta ya taa. Tuweke mafuta ya taa. Hapana. Tuweke na fetu. Ndio. Nikauliza swali. Naam. Unaweza waheshimu baba yako na mama yako? Ndio. Yaani hauwezi waheshimu baba yako na mama yako ukiwa na mwili na damu. Ndio. Ukiwa na mwili na damu. Ndio. Hauwezi waheshimu baba yako na mama yako, lakini unaweza kosa kuwaheshimu ukiwa na mwili wa damu na nyama. Ndio. Hauwezi. Kwa hivyo unaweza iba ukiwa na mwili wa damu na nyama, lakini hauwezi kosa kuiba ukiwa na mwili. Nauliza tena, ukiwa na mwili wa damu na nyama unaweza iba? Ndio. Unaweza iba. Ndio. Lakini ukiwa na mwili wa damu na nyama hauwezi kosa kuiba. Hauwezi. Yale ndio uzie. We, ndungĩhota gwathĩkĩra aciari aku na mwĩna thakame. Ndio. No ũhote kũmanyũrũria na kũmĩateanĩria. Ndũngĩhota kwaga kuiya wĩna mwĩna thakame. Nĩguo. No ũhote kuiya wĩna mwĩrĩ na thakame. Koguo mwĩrĩ ũcio ũrakũhotithia kwagarara watho wa Ngai. Ndio. Tondũ kuiya nĩ watho. Nĩguo. Nĩ rĩathani. Na rĩathani nĩ watho. Koguo no ũhote kuiya wĩna mwĩna thakame. No ndũngĩhota kwaga kuiya wĩna mwĩna thakame. Nĩguo. Macio nĩ maheni. Kwa hivyo hizi rehema ndio hazifikiwi kahaba. Ndio. Hazifikiwi. Hebu niangalilie wazinzi. Hazifikiwi. Ndio. Uasherati. Ndio. Hizi rehema zinafikishiwa mtu ambaye apendaye. Ndio. Tukasoma Kutoka 20 mstari wake wa 8. Tafuta hiyo wimbo. Ndio. Kwa hivyo Kutoka 20 mstari wake wa 8. Kutoka 20